Mimi sijajua hapo, lazima muweke na dustbin ya kuchomea vibwengu, lazima muweke. Watu wanamiliki vitu visivyomilikika, lazima tuwe na dustbin hapo. Lazima, nimeona kuna kisima baba pale cha kubatiza, pande wa pili tunaweka dustbin. Wachawi waje wasalimishe vitu vyao hapa. Wenye hekima wakimbilie lango hili la KLPT, waseme yuko Mungu anayebadilisha maisha, yuko Mungu anayeondoa laana, yuko Mungu anayeondoa mikosi hapa. Naongea na mtu aliyeokoka. Sema na mimi, wajibu wangu baada ya kumjua Mungu. Yes, unajua Mungu hajatuokoa tupendezeshe dunia. Ametuokoa tufanye kitu duniani. Mstari wa 16 anasema, kwa maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli ya uovu, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliudhihirishia. Kwa sababu mambo yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele, uungu wake, hata wasiwe na udhuru, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza. Hilo ndo kosa. Hilo ndo kosa. Anasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Hakuna mstari wa muhimu katika somo hili kama huu mstari nao kusomea sasa, na ninatamani kanisa lote tusome. Iangalie Biblia yako kama una macho mazima, hebu tusome wote. 1, 2, 3. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa nini? Yaani ukishaokoka, ukiacha wajibu wako, lazima akili zako zitiwe giza. Tuko sawa watumishi wa Mungu? Twende pole pole, tunaisoma Biblia. Hata walipomjua hawakuwa na biashara ya kumtukuza. Tunarudi kwenye somo letu la siku 2 zilizopita, ya kwamba hakuna kitu cha muhimu kwa Mungu kama mwanadamu akifanya ibada. Tuko sawa watoto wa Mungu? Anasema hata waliponijua hawakuniabudu, hawakunitukuza. Ikawa ni ajabu. Unajua usipoabudu, mwanadamu hajawahi hata kisaikolojia tu, mwanadamu hajawahi kuwa mtupu. Halo? Mwanadamu hajawahi kuwa mtupu. Unapoacha ibada, lazima nafasi ile ya ibada shetani atakuja atakaa. Huo ndio ukweli. Na ndio maana hata saa hizi tungeamua tu hivi kama kanisa, tuko kwenye fundisho hapa, tuseme tuziendee nyumba za wana Shalom, twende tukashuhudie kwa nini hawajaja ibadani. Alo, tungerudi hapa na ushuhuda wa ajabu. Tungeshuhudia vituko. Mwingine yuko kwenye tamthilia, mwingine yuko kwa shoga yake wanasuka, mwingine ndio anaandaa mlo wa mmewe, mwingine ndio anapiga story, ameingia kwenye kundi la umbea na yeye sio umbea. Tungeweza kuona kufanya hivyo. Unajua mwanadamu hajawahi kuachwa utupu. Unapoacha cha muhimu kwa Mungu, kinakuja cha shetani. Na ndio maana ni dhambi kubwa
kubwa kwa aliyeokoka kuto kuzitambua siku za ibada, siku ambazo ametoa nafasi Mungu amhudumie. Hakuna kitu kibaya kama hicho, ni mbaya sana. Anasema waliponijua hawakufanya wajibu wao. Hilo ndio hitaji la Mungu. Ukishanijua lazima uwajibike. Na ndio maana ni kitabu cha Warumi peke yake kinachothibitisha kila aliyeokoka ana huduma. Na ndio maana kwenye mlango wa 12 anasema mwenye kutoa, mwenye kukarimu, mwenye kufundisha, mwenye kufanya hiki, mwenye kufanya hiki. Hiyo ndio huduma ya kanisa. Yaani mtu aliyeokoka, mimi siku moja kanisani nikamwambia sitaki kuwa na mshirika wa kawaida, sihitaji. Kwa sababu unaposema wa kawaida, yani uko hapo kwa sababu kanisa lipo. Yani hauna chochote cha kufanya. Hata mgeukie tu jirani yako, hebu semezana naye. Mwambie wewe mwenzangu hapa kanisani ni maarufu kwa lipi? Hebu ulizana tu na mwenzako. Wewe mwenzangu hapa kanisani wewe ni maarufu kwa lipi? Maana hapa kanisani tuna mambo mengi ya kufanya. Feni hizi ni hela. Maiki hii ni hela. Jengo hili ni hela. Na mimi mnanishangaza kwamba mmeshiba kiroho kwa sababu kuna majengo ya watu wengine. Jengo kama hili lazima liwe na mkono wa mzungu. Lakini mzungu ni wewe. Mungu akubariki kwa kuwa unaweza na Mungu amekuamini. Na ndio maana jengo lililopo hapo juu litapanda kwa mkono wako. Inua mkono wako, sema hivi: kwa mkono huu tutafanya makuu. Kwa mkono huu tutafanya makuu. Ndio. Wewe ni maarufu wa nini hapa kanisani? Hicho kiti unachokalia uliwahi kuwajibikia vipi? Sasa mimi kuwa na mshirika wa kawaida ni ngumu sana, kwa sababu sitakubaliana na wewe. Halafu mimi nachunga kanisa la ajabu, jue. Kanisa langu, wewe fikiria, kanisa lenyewe ninaloabudu limejengwa na serikali miaka ya 1987 huko. Limejengwa na nyumba ya kulala mchungaji imejenga serikali. Halafu hapo nchi ninayoikaa hauwezi kuchimba kaburi uzike mwanao wala mjukuu, wala huwezi kununua kiwanja ukajenga. Hiyo nchi mahali nachunga hilo kanisa. Halafu huyo mshirika nikipata na kaa naye kwa machale, ana mkataba wa mwaka mmoja kazini na miezi 6 kazini na miezi 3. Halafu nimuonee haya kumhubiri injili. Yani anatakiwa akifika tu madhabahuni kwangu, unatakiwa kuhubiri, mahali pako atakuja mwingine uliyemhubiri. Kwa hiyo kanisa langu lote ni wainjilisti. Sitakagi mshirika amekaa tu. Yani anafika kiti kimepukutwa, anafika madhabahu imepambwa. Wewe unafanya nini? Yani anakuja tu anachukua mic, halafu Mungu yu mwema. Aliyeipukuta hiyo mic nani? Yani kidogo lazima uingie uso wa haya kufika mahali unakalia kiti ambacho hata mchango hujachangia. Na una miaka 5 ndani ya wokovu kwenye hema hii ya kukutania. Ukiona watu kimya, manake sindano inaenda sawa sawa. Na hakunaga kidonge kitamu hata siku moja. Kidonge kinasifiwa kitakapokuwa kimeondoa ugonjwa. Hapo tu. Muulize tena jirani, mwambie wewe ni maarufu kwa lipi hapa kanisani? Anajibuje? Muangaliage usoni, anaweza kawa naona haya. Lakini ukweli ndio huo. Hatuwezi kuokoka tusiwe na historia ndani ya kanisa. Nisikie amina katika nyumba ya Bwana. Yes, hatuwezi kuokoka halafu niwe nimeokoka peke yangu. Na unajua kwa nini nashuhudiwa kuhubiri? Iko hivi, iko ole kwa kunyamaza kimya. Iko ole. Na ndio maana katika kitabu cha Ezekieli, nafikiri ni sura ya 3 mstari wa 18, anasema hivi: umwonapo mtu anafanya uovu nawe hukumuonya, akifa usijidai na wokovu wako. Akifa umekufa naye. Kristo akija anataka damu yake mkononi mwako. Hivi unatuliaje kwa agizo kali kama hilo? Yani nanena kwa lugha ndio, natoa zaka na sadaka sawa,
Nimenunua na viti kanisani, ndio. Mradi tu ulifumba kinywa hukunishuhudia mimi ni Mwokozi. Nataka nikwambie wanaokufa dhambini nitawataka mikononi mwako. Wewe unafikiri hicho hakuna kitu kinachoniuma mimi moyoni kama hicho. Yaani nimejitunza, nimejilinda na uovu wa dunia hii. Alafu mwisho wa siku nakwenda kuambulia swali gumu kama hilo ambalo lilikuwa chini ya uwezo wangu. Huyu anakufa sababu ni wewe. Halafu na wewe unaambia hivi, ondoka. Wana wa Mungu, kuna mtu ananielewa jioni ya leo? Kuna mtu ananielewa jioni ya leo? Huu ndio wajibu wa kanisa. Na ndio maana wacha nizungumze lugha ngumu kidogo. Kanisa lililotulia, limeokoka, linaabudu, halafu alishuhudii, ni sawa na kisima kisichopitiwa na maji wala kisichofanyiwa usafi. Maji yaliyotulia kwa muda wa mwaka mzima, kisima ukichimba kwa mara ya kwanza, yale maji huwa yanaweza kutokota, yanachemka kutoka ardhini, yanakuja hapo juu, unayachota, unayanywa. Lakini kile kisima kisipotibuliwa kila wakati, yale maji huwa yanatengeneza utandu, unashuka pale chini, unazuia maji ya chini yasije. Halafu unatengeneza magonjwa. Kila anywae lazima augue. Hiyo ni lugha ngumu. Kuna watu wananipata, wengine hawanipati. Narudia tena. Kanisa lililotulia halijiongezi katika namba, halijiongezi katika usafi lenyewe. Na ndio maana vinywani mwa wale wazazi wale hawaishi kuhubiri imani, hawaishi kuhubiri utakatifu. Wale pale ndio kazi yao kutibua hiki kisima cha KLPT kiwe kinageuzwa. Na ndio maana hata Yesu anasema kila tawi lizaalo yeye huwa anashika mkasi kulipogolea hilo tawi ili liendelee kuzaa. Tuko sawa wana wa Mungu? Kwa hiyo maji yasiyoingia mapya, kinabaki kisima kile kile lazima. Na ndio maana kanisa lisilokuwa, utakuta tu siku zote wanaumana wenyewe kwa wenyewe, wanasengenyana, wanaoneana wivu, wamekaa hivi kwa sababu mko wachache. Sasa mtafanyaje? Na habari nzuri lazima usimulie mlokole mwenzako, ndio inaiva zaidi. Tulikuwa na mama fulani na hivi, lakini ngoja mfike hapa 500 300, kwanza tutakuwa tunapeana tu hai kwamba hata ujui huyu anatokea mtaa gani, huyu anatokea mtaa gani. Unajua dhambi zingine zinafutwa kwa wingi wetu. Niitikia amen hata kama halijaingia. Jitahidi kuzaa. Naongea na aliyeokoka. Na hata ndani ya nyumba tumkiwa na tutoto tuwili, kuna haja ya kulima eka 5 za nini? Mnalima tu hatua 10, mnakula hivyo. Nalitabiria kanisa la Kristo kuongezeka kutoka katika mioyo ya watu inayowaka. Usipite mtaani hujatapika injili ya Kristo. Nakwambia tena na ninakuagiza tena, usipite mtaani bila kutapika kilichoko ndani yako. Naomba umshibe Kristo ili uende umwambie mwanadamu anayeishi Tanga, mwambie yuko Kristo niliyemwamini, anaokoa, anaponya magonjwa, twende kanisani kwangu, shida yako itaisha. Hicho nawiwa. Mtu mmoja aseme nawiwa. Rudia tena, sema nawiwa. Natamani kila mmoja asikie deni moyoni mwake. Sikia deni. Sikia deni. Na ninafikiri kuna wakati mwingine unatakiwa kufanya maombi hapa kanisani. Shika kiti, mwambie Mungu niwezeshe kumleta mtu, hiki kiti kije kikaliwe na yule niliyemzaa mimi, kwa kuwa Mungu umewekeza neno katika kinywa changu, niseme mataifa wakuelewe. Halafu hicho kiti usikinyamazie. Utakuja kesho utakiombea na kesho kutwa utakiombea. Mwisho wa siku Mungu atakupa mganda, halafu naambia hiki kiti nilikiombea. Keti kwenye kiti hiki. Naongea na aliyeokoka. Naongea na aliyeokoka. Wacha nikwambie mambo mawili. Wajibu tulio nao ni agizo. Ni agizo. Kuna maagizo mawili kwenye Biblia yanafanana sana. Nataka nizungumze mkazo wa Mungu kuhusu kuhubiri injili ya Kristo. Unajua kanisa ni uzao wa Kristo. Tumezaliwa kutoka Golgotha. Kifo cha Yesu Kristo kimesababisha kanisa lipatikane. Twende wote. Kwa kufa kwake Yesu
Ndio maana aliko kanisa duniani. Kile kipigo alichokipata Yesu ndicho kilichosababisha kanisa likazaliwa. Tuko sawa watumishi wa Mungu? Okay? Lakini mwanadamu ili awepo duniani, Mungu alifanya tendo la aina hiyo hiyo. Alifanya operation kwa Adamu. Hakuendelea kuumba watu. Na hapa naomba nizungumze kithiolojia zaidi. Naomba hapa tuwe makini, nizungumze polepole. Adamu alipoumbwa, Mungu hakuumba mwanamke. Alitoa kwa Adamu ubavu akamfanya mwanamke. Alipomaliza lile zoezi akasema hivi, akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha. Naomba mtu mmoja aende pamoja na mimi anielewe. Unajua kanisa la Kristo tunatakiwa tukue kiwango cha kutisha dunia. Na ndio maana katika kitabu cha Matendo ya Mitume unakwenda kukutana na sentensi ya watu wa mataifa. Wanasema wale wanaoupindua ulimwengu wamekuja na huku. Bishop, katika neno linalo niumiza niombeage ni hilo. Yaani wale wanaoupindua ulimwengu wamekuja na huku. Manake wamepindua huko mpaka watu wanatishwa. Naomba kanisa hili muinuke mpindue Tanga yote. Watu waanze kusema KLPT imefika mpaka Duga. Inapindua mji wetu. Wana wa Mungu, hivi wewe jiangalie tu hivi ulivyo na afya hivi, halafu usemi Yesu. Hivi una mpango gani? Nikupe tu dakika moja, hebu jiangalie hivi unapungukiwa nini? Afya unayo, Yesu kakutengeneza, halafu unapita mpaka ngamiani kimya. Hivi unapataje hiyo neema ya kimya hivi? Unakutana na visichana humo barabarani vimevaa nguo za matusi na wewe kimya. Hiyo neema umeipata wapi? Umepataje hiyo neema? Eti mama yangu hapa na ulivyo hivi, unamkuta binti kabisa hata wewe ana umri kama wewe, unakuta tu kanapita humo kameazima bukta ya mdogo wake, kanatembea nayo barabarani. Halafu hata kuambia mwanangu njoo chukua soda unywe, umetoka jasho, naenda huko mtaani kwenye mishe, mwambie hapa leo kuna mishe. Keti mwanangu, kuna mishe. Mishe yenyewe ndio hii hapa. Unaniona mimi mama yako ninavyopendeza? Yesu mtengeneza. Unapenda kutengenezwa kama mimi? Kata kwa vivyo mama nakuelewa, na malizia soda. Unaongeza na lingine. Binti kama wewe Yesu akikutengeneza, kesho utakuwa afisa maendeleo moja ya kata zilizoko hapa mjini. Unakuta kanasema mama unakaa wapi? Mwambie twende nyumbani. Ameshaokoka huyo. Naongea na mtu aliyeokoka. Yaani hatuhitaji mbwembwe nyingi kuhubiri Kristo mtaani. Unahitaji, unajua Yesu alihubiri injili nyepesi kwa yule mwanamke kisimani. Akamwambia nipe maji ninywe. Simple. Hakutaka kujinadi mimi ndio Kristo niliyetabiriwa na manabii. Wala anamwambia hivi, mama nipe maji ninywe. Injili inaanza hivyo. Nasikitika wewe unayenyamaza, acha kunyamaza, acha ukimya. Iambie dunia nimeokoka. Yesu amenibadilisha. Nilikuwa mtumwa wa dhambi, leo ni mtumwa wa Kristo. Nikihubiri kinahubirika, nikifanya kinafanyika. Naongea na kanisa la Kristo. Yesu anaanza na kitu kidogo kabisa. Anasema nipe maji ninywe. Mama anasema na wewe ni Myahudi. Na ndio maana mataifa unajua wanakujua zaidi kuliko walokole wenzako wanavyokujua. Mataifa wanakujua. Unajua kiwango chetu cha utakatifu dunia ndio inajua. Angalia yule mwanamke anamuona Yesu ni mtakatifu kiwango cha kutokuchangamana na Wasamaria. Anasema inawezekanaje kwa Myahudi kutaka maji, kutangamana na Msamaria? Haiwezekani. Nafundisha vijana wangu hapa, uinjilisti ndio chakula chenu. Watoto wangu mnisikie, uinjilisti ndio chakula chenu. Naomba nikwambie hivi, ikiwa utakuja hapa kanisani kufanya ibada, agenda yako ni injili, mataifa wageuzwe, waje wamwabudu Mungu aliyewaumba, ndio iwe agenda yako kijana. Acha kuzubaa. Na ndio maana vijana ndio wanaoathirika na maendeleo ya ulimwengu huu, kwa sababu wenyewe hawausemeshi ulimwengu.
natamani vijana muanze kuusemesha ulimwengu ili ulimwengu ubadilishwe. Tuko sawa watumishi wa Mungu? Natamani hiyo. Kila kijana aliyeko hapa jizalie vijana 5 kabla umalize mwaka. Jizalie vijana 5 kabisa. Wako vijana wanakufa, tumesahau wajibu wetu. Hivi unajua tunapozika kijana, hakuna kitu kinachoniumaga hicho. Tunazika kijana, ujue unazika na mke mtarajiwa, unazika na watoto watarajiwa, unazika na huduma tarajiwa. Yaani Nywage amefunga na kuomba, kijana ameokoka. Nywage amemfundisha, amemrithisha utumishi hapa kanisani, hafu kesho anakufa. Mimi kanisani, na hapa ni kanisani, wacha nikatae. Nakataa kifo cha mapema kabla sijatimiza makusudi ya Mungu. Nakataa. Sitaki kufa kabla. Sitaki nife. Kataa kufa kabla. Mungu amekusudia uwe mjumbe. Ujue Mungu anakuamini. Mnongoneze jirani yako, mwambie, unajua mpendwa, Mungu amekuaminia. Amefanya wewe ndio uwe kinywa chake chini ya jua. Unanyamazaje? Mimi nahisi kama mdomo utachacha kama nikinyamaza kumsema Yesu. Nahisi kama vile mdomo utachacha. Ninyamaze kumsema Yesu. Mbona nashindwa? Siwezi. Nashangaa hiyo neema umeitoa wapi ya kunyamaza Januari to Disemba kimya? Humwambii mtu. Haiwezekani. Acha kinywa chako kinene mema. Acha kinywa chako kitabiri uzima kwa dunia. Acha kinywa chako kiachilie neno la uzima katikati ya ulimwengu huu. Mtu mmoja niitikie amina yenye afya. Rudia tena, sema amina. Ukiweza waweza kumpigia Yesu makofi ya kutosha. Ndio. Hebu tusome andiko moja katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2. Petro wa kwanza sura ya 2. Tuanze na ule mstari wa 2. Ninyi ni watu wa maandiko, na mfahamu baba yangu ni mtu wa mafundisho ya kina. Petro wa kwanza mlango wa 2. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu, ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Mwendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Mstari wa 5 na upenda. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa jina lake Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amina. Sisi ni mawe yaliyo hai na tumejengwa kwa kusudi, na kusudi lenyewe tutoe dhabihu zinazokubalika. Naongea na mtu aliyeokoka. Tumeokolewa ili tuwe watu wa dhabihu, watu wa kujitoa kwa ajili ya Mungu. Tumeokolewa ili kwamba tupate kusimama kama mawakili. Mahali Yesu angesema, tutasema sisi. Mahali Yesu angeliruhusu uponyaji upite, ungepita kwenye mikono yetu. Nisikia amina katika nyumba ya Bwana. Unajua ndio wajibu tulio nao. Hatujaokolewa tuupendezeshe ulimwengu. Mimi huwa nafurahia nisikiage kuna kituko, kuna mtu kakamatwa kwa sababu amemsema Yesu, watu wameudhika. Na unajua ukiona umekamatwa, umesema sawa sawa. Wewe ukiona kamatwa kwa sababu ya Injili, ujuage kuna mwaka 20 nakumbuka, kuna mchungaji mmoja akasema twende tukahubiri Injili. Kuna eneo moja ukifika Mbeya, wilaya Mbozi, tukaenda milimani huko juu. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kwenda kukutana na nchi
jua linawaka, watu wanapanda mahindi na yanaota. Yaani ni nchi ya neema. Baba yangu anafahamu kuna eneo moja la kihistoria, kithiolojia, inaitwa Igale. Ukipita pale Igale unaiendea ile milima kule juu. Ndio tukaenda huko. Tulihubiri injili siku hiyo. Tulipohubiri injili, mchawi mmoja kaja na burungutu la sulfate, sijajua kama ni Kiswahili. Mifuko hii amejaza matunguli yote, amebeba. Sisi tukafikiri anakuja kufanya biashara mkutanoni. Kumbe anatuletea ili tupate kuyapiga kiberiti, yamemsumbua. Halafu anakuja na mtoto, anatoka udenda, mate yanashuka, anakuja naye. Akaleta. Alipoleta tukahubiri, tukaongoza sala ya toba watu. Yule baba tukakuta na yeye tulivyoitisha watu kuokoka. Na yule baba anakuja, hakutaka ule mzigo ambebeshe yoyote. Akaja nao mpaka pale mbele madhabahuni, akatua. Akasema, apostle. Yaani hakutumia neno lingine, samahani apostle, tumeona tulete mzigo, hii imetutesa kwa miaka mingi. Na mtoto wangu huyu ndiye ambaye huwa anahudumia hii mizigo. Kumwangalia mtoto anayehudumia, maana mle ndani mna vitu ambavyo yule binti huwa anaenda na jaza maji kila inapoitwa leo usiku. Anamimina vijae maji, waweke ule unga mweusi, vyenye viendelee kutokota. Ndio tumeletewa kwenye huo mkutano. Tukamwambia asante, tukamwambia mchungaji mwenyeji, nikamwambia bwana, kusanya vijana hapa, waambie wakusanye kuni. Wacha tuongoze sala toba, mzigo wake weka hapa. Hiyo ni mali yetu. Amekuja kwetu, mzigo ubaki, maana yuko Yesu aliyesema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Tukamwambia baba, mizigo imetuliwa, tulia hapa, fuatisha maneno haya, kisha utampokea Yesu, utarudi mwepesi, na mtoto wako hataendelea kutoa mate, atarudi akiwa mzima. Wale wengine wote sikuongoza sala toba, niliwaita tu wainjilisti wenzangu, nikamwambia muongoze sala toba. Mimi huyu hapa, huyu tunamalizana kesi na mimi huyu. Nikamuongoza sala ya toba. Tulivyomaliza tu vijana wamekuja na kuni, tukaenda hapo. Sijawahi kuona mungurumo wa vibuyu kama ule. Kesi kwa mwenyekiti wa kitongoji. Mhubiri mkutano leo, mwende mkajibu. Kulikuwa na nyaraka za waheshimiwa kwenye lile burungutu la mizigo aliyokwenda kuwaganga ili wapate vyeo. Walipofika kwa mganga, mganga amechachamaa, nyumba imefagiliwa, ameokoka, ana hamu ya kwenda mkutanoni tena. Wazee waliokuwa wateja wake wameenda ili wakachukue nyaraka wazisubmiti ofisini ili vyeo vipande. Vimechomwa moto na mwinjilisti anaitwa Mpinge. Yuko wapi? Kamata, weka ndani. Kama kuna siku niliona utukufu wa Mungu, ilikuwa ni siku ile. Ile siku nilitembea, nilihisi kama huku nimefungiwa wepesi wa kutembea. Nikaenda, nikafika kwenye kiti, nimeketi. Akaja mtendaji wa kijiji na mtendaji wa kata. Tumeagizwa na nani? Tumeagizwa na ofisi ya mkuu wa wilaya kwamba mkutano huu ni batili. Nikamwambia kwa namna gani? Hivi mnavyotuona si wenzenu ni wenda wazimu, tuanzishe mkutano bila kuheshimu mamlaka ya nchi? Nikakuta wote wanatazamana, na mimi nikaacha watazamani. Nikamwambia ofisi ya mkuu wa wilaya yupi? Kwani nani aliyewaruhusu mhubiri hapa? Nikamwambia sisi sio wenda wazimu, tuje hapa tuanze kuhubiri mkutano. Hakuna kusanyiko lisilokuwa na kibali. Mtendaji wa kijiji huyu hapa, mwenyekiti wa kijiji huyu hapa. Uliletewa waraka, ukuletewa? Tuliletewa. Sasa hii hukumu inatoka wapi? Hapana, ni agizo la kutoka juu, ni agizo. Tukamwambia hata kama ni agizo kutoka juu, hata sisi tumeagizwa kutoka juu.
Mchungaji mwenyeji, hebu tuletee kibali toka polisi, kimesainiwa na OCD. Hiki hapo ni mamlaka kutoka juu. Wakatazamana, nikamwambia tunaomba kwa sababu tunachelewa, kuna watu wanatusubiri uwanjani, tunaweza tukaenda? Subiri tukapige simu. Nikamwambia mkapige simu. Mimi nikakaa hapo, tumekaa tunasubiri uwanjani, tunasikia watu wanaimba, tukasema wana akili, kwa sababu mchungaji mwenyeji aliwaambia hakuna chakatazo, nyie imbeni, sisi tunakwenda kumaliza kesi. Nikakuta wana hawaji, hawarudi, wameenda kupiga simu. Mimi nikasema Mungu, piga upofu, sisi tunaondoka kwenye hii ofisi ile. Nasema amen. Nikakuta mtu anasema samahani, muende mkaendelee, tunataka tuende tukawe na kikao tuone namna gani kuhusu mkutano wenu. Tukasema asante, tukaondoka, tukaenda. Nataka nikwambie, ukiona umekamatwa umesema sawa. Wewe ukiona unakamatwa, kuna mahali umefinya mahali sahihi. Tanga hii inakaaje kwa amani na tupo tumeokoka? Mchawi analogaje kwa amani na sisi tupo? Nasema hivi, nawiwa, inawezekanaje mchawi awe comfortable, anapita mtaa anakaba hapa, anapita anakaba hapa? Lazima akutane na cha moto, lazima akutane na cha moto. Siwezi kukubali, lazima akutane na cha moto. Hatutakiwi. Nilikuwa namsimulia baba siku moja, nikakuta kama kanisa liongezeki hivi. Nikasema napataje washirika hapa? Tukaingia kwenye maombi, tukamwambia tuombee mji kuokoka. Tukaomba, lakini nikasema leo ni maombi ya tofauti. Tumsii Mungu, ni ombi gumu. Tukamwambia Mungu, wasiookoka wote wapate kupagawa na pepo, na wakitaka mahali pa kufunguliwa ni hapa. Ombi lingine usiliige, si ukaingia mitini. Tuliomba, hata washirika wangu hawakuamini hicho. Hawakuamini. Unajua kuna kitu kingine kinapokuja kwa sababu Mungu amesema na Roho Mtakatifu, nakuta kuna ishara ya wazi, kifanye. Wataamini hawataamini, wataamini matokeo. Baada ya hapo tukaomba. Zikapita kama siku chache, ghafla saa 8 nikakuta simu, mchungaji samani, hapa tuna tatizo, kuna watu karibu familia yote wamepagawa, tunaomba utusaidie. Na uzuri katibu wangu yuko hapo, ana gari. Nikamwambia nenda nyumba namba 13 nichukulie hao wateja, nasikia kuna watu wako wamechanganyikiwa, leta hapa kanisani. Akaenda kapakia kwenye gari, hawa hapa. Mama hajui kwamba nguo inavaliwa wapi, nyingine ameweka kichwani, ni vurugu mtindo mmoja, ni ana kelele haijawahi kutoka. Nikasema hiki ndicho chakula nilichokiomba. Na mimi nikaanza simu, shemasi amuka, mzee wa kanisa amuka, vijana njoni kanisani, kuna ajali ya kutosha, njoni speed. Na vijana wangu nimewafundisha chap chap, waimbaji wote ndani ya dakika 5 wako hapo. Kilikuwa kivumbi mpaka saa 12 asubuhi. Familia ya watu 3 kuamulia pepo ziondoke, ilikuwa kibarua. Yule mama alipofunguliwa, nikamwambia mchungaji, muonyeshe bafu aende aoge, maana hawezi kurudi kwa mmeo akiwa amechafuka hivi, maana pepo zilikuwa zinamshughulisha. Muonyeshe bafu aoge, tunashughulika na watoto. Watoto walipopona, nikamwambia waende waoge, wakifika nyumbani badilisha nguo, shule. Hakuna kupagawa na pepo. Jioni tukutane, mpaka kesho ninao kanisani. Yaani mimi siridhiki. Hivi shetani anapataje raha kwenye mtaa naoishi mimi? Anapataje raha? Haiwezekani. Wajibu wa kanisa, tumejengwa tuwe nyumba ya Roho, mahali vitu vipya vya kimungu vinazaliwa. Hapa nasema hapa lazima vizaliwe vitu vipya vyenye kushangaza dunia. Jiji la Tanga lishangae, kuna nini nako huko? Tutavumisha sifa mpaka waseme kwenye kambi ya Waebrania kulikoni, kuna kitu gani katika kambi ya Waebrania? Lazima waseme kuna kitu gani. Mguse jirani yako, mwambie unawajibika, hauwajibiki. Hivi wewe neema unapataje? Mimi nakushangaa, unajua bado nawaangalia watu wako baba, yaani wanakuwa na neema ya ukimya January to December, all the way mpaka December 31. Alafu
unadirikije, unapataje hiyo neema ya kumshukuru Mungu bila kuhukumiwa? Unafunga mwaka hujazaa mtoto, inawezekanaje? Mbona ngumu? Nadirikije kusema kauli mbiu kama ile, na sijaleta mtu kwa Mungu. I'm sorry, tafadhali mwakani usikiri kauli mbiu ya baba kabla hujazalisha chochote. Naongea na mtu aliyeokoka. Naongea na mtu aliyeokoka. Inawezekana kauli ikawa ngumu, lakini wacha iwe tu ngumu. Haiwezekani kukiri hakika Yesu hakuna gumu usiloliweza. Na kinywa chako ni kizito kumsema Yesu. Baba, watu wako wanataka kunipiga mawe. Wacha wanipige mawe, maana sura zimekuwa ngumu tayari. Nasema hivi, unapata wapi neema ya ukimya kiwango hicho? Yaani leo tukimalizana kwenye ibada hapa, natamani kumvuvia mtu toka hapo. Ukikutana na yeyote mwambie kanisani kwetu kuna mema ya nchi, kesho njoo tule pamoja. Natamani iwe hivyo. Natamani nikuvuvie hivyo. Usikae na jirani hajui tumaini ulilo nalo. Usikae na jirani hajui uweza wa kimungu ulioko ndani yako. Nataka nikwambie hivi, ulimwengu unaanza kugeuzwa na mtu mmoja. Yaani wewe ukiamua kwenda kuupindua ulimwengu, ulimwengu unapinduka. Tumeumbwa, tumeokolewa ili tuweze kuupindua ulimwengu. Na ndio maana kauli ya Mungu anasema, Adamu, nimekubariki kuwa na mke, nenda kazaane. Yesu anarudia kile katika namna mpya, wakati ambapo ametengeneza thenashara 12, akawaambia hivi, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Si hivyo tu, anasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Yaani pale ilikuwa ndio baraka ya mwanzo wa kuzaliana kwa kanisa. Sijajua kama kuna mtu ananielewa. Pale ndio ilikuwa mwanzo. Mungu kitendo kile kile wakati wa uumbaji anambariki Adamu, anamwambia hivi, enendeni mkazaane mkaijaze nchi na kuitisha. Hapa Yesu anasema, nanyi mtakuwa mashahidi wangu tangu Yerusalemu, Samaria na hata miisho ya nchi. Kama kuna kitu kinanitesa katika ulimwengu ninaoishi, ni kiwango kanisa halitishi. Hicho tu. Kwa sababu tumeandikiwa kutiisha ulimwengu. Unajua, wacha nikwambie hivi, inatakiwa mtu aliyeokoka, ukifika kwenye familia yenu ambayo haijaokoka, watu wanasema amekuja mtu hapa, hebu tunyamazishe vitu vingine, tumsikie huyu mlokole anaweza kuwa na agenda mpya. Nilikuwa nawafundisha vijana wangu darasa la huduma. Nikaambia hivi, vijana hawa kwenye vyama vya vijana hawa tunaanzaga tangu ametoka kuokoka, tunaanza kumfundisha. Nikaambia hivi, mahali pekee panapoweza kukupa wewe ujasiri wa kuanza huduma ni pale nyumbani kwako. Siku hiyo wewe badilika tu wewe mwenyewe. Fanya kazi vizuri. Alafu baba na mama ni wapagani kabisa, ni wanyoa komoni kabisa. Inawezekana saa hiyo unaongea nao ndio wametoka kilabuni. Waambie hivi, baba na mama nilikuwa na agenda baadaye. Utakuta tu wamenyenyekeza. Agenda gani we mtoto we? Mwambie mtaisikia baadaye hapo hapo. Halafu unapika chakula, mmepika chakula, mnafika pale. Halafu naambia agenda yenyewe ndio hii, baba na mama, naomba niombee chakula. Hata kama alikuwa amevaa kikofia, utakuta natoa kikofia, anaweka pale, asema mtoto wangu acha aombe. Unaomba, halafu katika maombi uwe na akili. Mwambie Mungu, asante kunipa wazazi wazuri. Wametutafutia chakula kizuri. Wana sura nzuri. Nami nawaombea kuokoka kama ulivyoniokoa. Bariki chakula hiki. Amen. Kuna watu huko mnakoishi wanapenda maombi hata kama wanafanya maovu. Wanapenda maombi kuliko kitu kingine chochote. Hicho. Niliwahi mimi, sikwambii kitu ambacho sijafanya. Na mimi wanapenda nihubiri uhalisia wa kile nilichotembea nacho. Mimi nilikuwa na shangazi
zangu watatu wachawi. Sijajua kama unamfahamu mchawi. Yeye huku Tanga mnasikikaga. Kule sio tunasikika, tunafanya. Kule wanafanya. Shangazi yangu siku moja, kilichoniudhi baba ni kwamba mdogo wangu alizaa mtoto. Yule shangazi yetu ilikuwa tu ni kosa akimuona mtoto wako akamtazama. Yaani kumtazama. Hafanyi chochote, kumtazama. Kesho huyo mtoto huna. Nikasikia tu ghafla, we njoo huku na msiba. Nini? Dada yako kafiwa na mtoto. Nimetoka juzi kumuona, kafiweje yani, sijaelewa. Alikuwa nauma, anasema tumeamka asubuhi tu ghafla. Nafika pale, tunazika yule mtoto. Mimi najiuliza, kulikoni? Mama ndio alikuwa na kilio zaidi. Akamwambia, sasa wacha tu nifunguke, ni shangazi yako. Kafanyaje? Alikuja kumwangalia yule mtoto. Ndio unaamini ni mchawi? Ni mchawi? Niambia sawa. Mimi nawaambia tuokoke, hamtaki. Juzi tu nimewatolea msukule hapa, ameokoka kifafa, mlimnyima. Juzi tu tena mmepokea mahari kwa aliyekuwa na kifafa, ameolewa. Hamuamini tu, muujiza tu huo hauwatoi kutoka kwenye hizo mila na hizo ibada za matambiko, haziwatoi. Tutafanyaje? Usiku ile nikaenda kulala, nikamwambia Mungu, nafanyaje kizazi hiki okoke? Unajua baba, nampenda Roho Mtakatifu uliyeweka mikono juu yangu akaja. Huyo simwachi. Akaniambia usiku wa manane, na hakuna maombi mazuri saa 8 usiku saa 9. Pale mimi huwa nahisi huwa tunapishana na mashetani. Mimi napiga na wenyewe wanapiga. Halafu mapigo ya kwangu yana moto tofauti na ya kwao. Roho Mtakatifu kaniambia hivi, nenda nyumbani kwa shangazi yako, ni rafiki yako. Nenda pale ukakeshe tu hata nusu saa tu, kamsalimie. Nami naenda kufanya jambo katika nyumba hiyo. Sasa kumbe Roho Mtakatifu, niende nikakae, halafu wewe ufanye. Mimi kibarua changu kukaa. Kibarua changu ni kukaa, halafu yeye afanye jambo. Nikaondoka, nikaenda. Hodi shangazi kanikaribisha. Ile nakaa tu, Roho Mtakatifu ananiambia, mwambie akupikie chochote ule, ila uombe kile nitakacho kuwekeza kinywani ndicho utakachotamka. Nikasema hapa sasa Roho Mtakatifu kinipa neno la kushangaza. Anyway, shangazi una mayai? Akasema kabisa, kuku wako wengi. Na ni mganga wa kienyeji na ni mchawi. Kumbuke, ana ng'ombe wa kutosha aliowavuna kutoka kwa wateja waliokosa ufahamu. Kwa sababu mimi nimewaita wote wanaokimbilia kwa waganga ni wale waliokosa ufahamu. Kwa sababu mganga hana lolote, hana jipya chochote. Hakuna kipya duniani. Wakamuulize Baraki kama aliwahi kufanikiwa kuloga waliookoka. Wakamuulize, Mungu ana uwezo wa kugeuza kinywa cha mchawi kikatoa baraka badala ya laana. Nikamwambia shangazi nipe. Akachemsha akaniletea. Anasema hii ni ajabu. Shangazi umekuja kunisalimia? Nikamwambia kabisa nimekumisi. Nimekuja nikusalimia. Ilikuwa mwaka 2000. Sikumbuki. Mwezi wa 6, wakati wa baridi. Ndio nimefika hapo, nimekaa. Kanipa mayai kabla nile. Nikasema sasa Roho Mtakatifu kusema. Nikakuta kinywa changu, Mungu, geuza nyumba hii isiwe kama ilivyo, iwe nyumba ya tofauti. Kwa jina la Yesu, amen. Nikamwambia shangazi, mimi naondoka. Leo hivi ninavyozungumza, yule shangazi hana kikao maalum. Walikuja watu nusu wamuue. Waliswaga ng'ombe. Kila lamuri aliyoipiga imeleta laana katika malango yao. Walinyang'anya ng'ombe. Wakamfukuza na mume wake alikufa. Walinyang'anya ng'ombe.
wakamwambia ukiendelea kuishi hapa tunakuua. Mpaka sasa hivi yuko Makambako, mara aende kwa mtoto huyu na mtoto huyu anamswaga, anaenda kwa mtoto huyu anaswaga, anaenda kwa mtoto huyu, hana kikao. Tangu hapo namwamini Yesu Kristo kwamba hakuna lisilowezekana kwake. Nikaapo mimi vibwengo havitakaa, nilimapo mimi hakuna mchawi atalima, nikaapo mimi hakuna mchawi atastarehe, nifanyapo kazi mimi hata kuja mtu anyang'anye cheo changu, haitawezekana. Kimsingi kumbuka wajibu wako. Umeokoka uwe balozi wa Kristo, umeokoka uwe nyumba ya sala, umeokoka uwe kimbilio la mataifa, umeokoka umdhihirishe Kristo kwamba yupo Kristo abadilishaye machungu kuwa matamu. Na ndio maana wana wa Mungu, nataka niwaambie hivi, mji wetu wa Tanga unahitaji kugeuzwa, na mwenye kugeuza ni wewe. Naomba uinuke saa hii tunapokwenda kumaliza fundisho hili. Inuka, nataka nikuombee ndani ya kinywa chako, mukawe na makali, ukanena ulimwengu upate kujua yuko Kristo ageuzaye. Inuka kwenye kiti chako. Inuka kwenye kiti chako. Oh Yesu Kristo. Na anasimame mahali pako anene siri yako. Yupo hapa jioni ya leo. Yupo hapa Bwana wa mabwana, atupaye kinywa cha usemi kwa ajili ya ulimwengu tulionao. Yes Bwana. Yes Bwana. Yes Bwana. Yes Bwana. Yes Bwana. Ribo shanta reketaramosh roko shataramaba yenerinamosiki rikas koyamos. Naomba wale wenye huduma ya uinjilisti, naomba mje hapa. Nataka kuomba neno la imani pamoja na ninyi. Yule mwenye roho ya uinjilisti, roho ya ushuhudiaji, na wale wenye wanaowiwa kuwatembelea wafungwa gerezani, na wewe unayeona kabisa ndani yako unashuhudiwa, unahitaji kuwa na neema ya kuhubiri injili mtaani, njoo hapa. Njoo hapa. Njoo hapa. Njoo hapa. Yes. Hayatakuwa ya bure ya maneno yako, neno lako ya maneno
jinsi ya ajabu ya pekee, nasi tu mashahidi wa nguvu zile ulizoziachilia, kama tulivyolisihi jina lako Bwana, kwamba ututembelee kipekee kwa vinywa vya mtumishi wako. Tunambariki, 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 naam, tunambariki, tunambariki kwa jina lako takatifu Bwana Yesu. Wekeza katika kifua chake, zidisha uwekezaji kwenye kifua chake, neno la uzima, funuo Roho Mtakatifu kaujaze kifuani mwake. Ponya afya ya mwili na afya ya nafsi na afya ya roho yake tunapomwinua kwako. Neno hili Bwana liumbike kikamilifu kwenye mioyo ya kila mmoja wetu tangu sasa. Bwana, kila mmoja wetu mwinue katika kuinena neno lako kwa ujasiri na kuupindua ulimwengu huu kwa jina la Yesu Kristo. Mpe tena Bwana makofi ya shukrani. Hii ndio semina ya Pasaka. Hii ndio semina ya Pasaka. Mzee, karibu lete matangazo, afu tutairisha ibada.